Official Nai na mdogo wake Majesty wametishiwa kuuawa. Hii ni mara baada ya taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ambapo vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania vimeripoti ikiwemo pia Wasafi TV. Sasa tunafahamu hapa katikati kiukweli kumekuwa kuna taarifa pia ambazo siku ya jana pia tumesikia na Asma naye ameshare kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba Said naye pia alipata madhila ambayo kimsingi mpaka sasa hivi taarifa rasmi hazijatolewa. Sasa kwa mujibu wa taarifa hii ya Nai na mdogo wake ni kwamba kuna mteja alienda dukani, alipoenda wakamkaribisha kama mteja wa kawaida. Tunafahamu Nai ni mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania na anajihusisha na kuuza vipodozi na maduka mengine ya manukato. Sasa baada ya yule mteja kufika dukani, kwa mujibu wa taarifa ambayo alitoa Nai, wakamkaribisha, and then walivomkaribisha yule jamaa akawatishia akasema kwamba leo ndo mwisho wenu wa maisha. Kwa hiyo siji huyo jamaa nafikiri alikuwa na ubaya nao, alikuwa hawamfahamu au nini hasa kilitokea, lakini Nai anasisitiza na kushukuru kwamba Mungu ni mkubwa, na anawashukuru pia jeshi la polisi kwa ushirikiano wao na mpaka sasa hivi wako salama, lakini anaogopa sana. Sasa vitu kama hivi kwa kweli vinatokea mara kadhaa, watu wamekuwa wakiripoti, lakini tunashukuru pia jeshi la polisi limekuwa likichukua jitihada kubwa sana kuadhibiti watu wa namna hii ambao pia wamekuwa wakitengeneza sintofahamu kwenye jamii baada ya kuwatishia wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia nini hasa sababu iliyopelekea madhira hayo yote ambayo yamemkuta Nai na mdogo wake. Kwa hiyo nakusitu akisha unakaa karibu na ukurasa wetu huu wa YouTube wa Flux Media 24 hours, lakini pia usisahau kutufollow pale Instagram, tunatumia Flux Media 24 hours, lakini pia my official Instagram account natumia kama bounce_tz. Ukinifollow nitakufollow back, utakuwa umetisha kinoma naoma. Sasa kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni burudani. Leo nitakupa matukio muhimu kuhusiana na hafla ya Yanga Day. Kwa hiyo usikae mbali na huu kurasa wa YouTube.